Habari gani Mwanakyeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Mwanakyeo TV. Baada ya mtafaruko mkubwa sana katika chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, huku wakimnyoshia kidole makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ambaye ni John Heche kwamba amehusika na ulaji wa pesa za tone tone ambazo wanamshutumu moja kwa moja kwamba amezipeleka katika ujenzi wa nyumba yake hapo. Lakini wanaharakati mbalimbali katika mitandao ya kijamii wameonekana kumkingia kifua, akiwemo Mange Kimambi, lakini pia Hilda Newton, lakini pia mwanaharakati mwingine ni Maria Sarungi ameonekana akimkingia kifua John Heche. Kabla sijakupa updates zote, nataka nikupe nini kinaendelea katika sakata hili la John Heche kuwa amehusika moja kwa moja katika ulaji wa fedha za tone tone. Ni saa moja tu tokea mwakilishi wa vijana wa Bavicha mkoa wa Pwani, ndugu Ramadhani Mwaja, aongea na waandishi wa habari akisisitiza umuhimu wa chama hicho kuchunguza makamu mwenyekiti ambaye ni John Heche kufuatia mfululizo wa viongozi wa Chadema kutoka mikoa na wilaya mbalimbali nchi nzima kuendelea kusisitiza katibu mkuu John Mnyika kuchukua hatua za kiuchunguzi dhidi ya makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ambaye ni John Heche. Tayari kumeibuka na taarifa nzito kuhusu kuendelea kwa kasi kwa ujenzi wa nyumba ya kisasa ya makamu mwenyekiti wa chama hicho ndugu John Heche huko katika kitongoji cha Geking'ong'o, kijiji cha Witilio, wilaya ya Tarime, mkoani Mara. Taarifa zinasema kwamba Mheshimiwa John Heche hajawahi kuwa na makazi yake huko au kwa wilayani Tarime toka awe kiongozi wa Chadema, na kabla ya kukamatwa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu mwanzoni mwa mwezi Aprili mwaka 2025, na pindi anapokuwa huko kwao alikuwa akipaki basi kwa kaka yake ambaye ni Manchala Heche, kijiji cha Watilio Tarime, kwa mama yake mjini Tarime. Taarifa zinasema kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche, baada ya Tundu Lissu kukamatwa, alianza kufanya ujenzi huo kwenye eneo lenye ukubwa wa nusu ekari, huku katikati ya kelele nyingi kuhusu matumizi mabaya ya fedha za chama hicho. Makamu mwenyekiti ambaye ni Heche hakujali, na tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2026, kwa maana ya wiki iliyopita, alitembelea kuona maendeleo ya mjengo huo wa kisasa. Taarifa hii inaleta simanzi kubwa kwa wanachadema nchi nzima, lakini zaidi kwa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo. Amekuwa gerezani kwa muda wa mwaka mmoja, huku makamu wake akitumia uwepo wake gerezani kujinufaisha. Juzi mwenyekiti wa Chadema wilaya ambaye ni wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro ndugu Mchome aliibuka mtandaoni na taarifa mpya kuhusu ugawanaji wa fedha ya shilingi milioni 100 kati ya msimamizi wa Mheshimiwa Lissu kwa jina lake ni ndugu Jumbe na makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ambaye ni John Heche. Ndugu Mchome alisema fedha hizo shilingi milioni 100 alipatiwa msaidizi wa Lissu ndugu Jumbe na msamaria mwema ili kwenda kulipaki gari ambalo aliagiza Mheshimiwa Lissu ambalo lilikuwa pale bandari ya Dar es Salaam. Ndugu Mchome alisisitiza kuwa alikuwa na ushahidi wa statement, yani a bank statement, huku kuhusu kuagizwa kwa fedha hizo kwenye akaunti ya ndugu Jumbe, na mpaka sasa gari hilo halijawezeshwa kulipwa. Kupatikana kwa taarifa hizi za maendeleo ya ujenzi wa nyumba ya Heche huenda zikabomoa kabisa Chadema na kuongeza shinikizo kutoka kwa wanachama kwa makamu John Heche kutaka kuachia ofisi kwa ajili ya uchunguzi.
Aibu hii siyo ya makamu mwenyekiti ndugu John Heche tu, bali pia inaendelea kumpaka matope katibu mkuu wa chama hicho ambaye ni John Mnyika, ambaye amekuwa akimkingia kifua makamu mwenyekiti wa chama hicho ambaye ni John Heche. Lakini pia mwanaharakati maarufu katika mitandao ya kijamii si mwingine ni Maria Sarungi, naye ameamua kugusia swala hilo la kuhusu ujenzi wa nyumba ya John Heche. Akaweka hapo picha ya nyumba ya John Heche kama mnavyoona hapo kwenye skrini, akasema kwamba hii ni nyumba tungemsaidia mheshimiwa John Heche kumalizia, wenye uwezo wanunue simenti, vigae, tiles na kadhalika, tumalize tu simple direct pesa, wasije wakasema akaiba. Tumpelekee vifaa vya ujenzi ili watoke povu zaidi. Sijui mnaonaje hilo wazo, ameuliza hapo Maria Sarungi, ambapo anasema kwamba wenye uwezo ili waweze kumsaidia pia John Heche vifaa mbalimbali kama vile simenti, vigai, tiles na vifaa vingine vya ujenzi, ili wasije wakasema baada ya mchango wa hela hizi hapa za kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambao Chadema wana mkutano mkuu wa kamati kuu ya chama hicho Chadema, ambapo wamepanga zaidi ya milioni 330 plus ziweze kutumika kwa ajili ya kuadhimisha chama hicho, kwa ajili ya kukamilisha mkutano huo wa kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambapo Maria Sarungi anasema inabidi wanachama Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waanze kufanya mchakato wa mchango ili waweze kumchangia makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Maoni yamekuwa ni mengi katika chapisho la Maria Sarungi. Wa kwanza katika eneo la maoni hapa anaitwa Sativa, anasema wanataka makamu aliwe na nyoka. Lakini Maria Sarungi akasema hawa ni kama wamelukwa na akili, Heche awapuze. Lakini from Wadonga anasema watakamata waliowanunulia matofali. Lakini Maria Sarungi anasema watajuaje? Beja anasema mheshimiwa Heche ni mtu binafsi kweli kweli, yaani anajenga nyumba na hataki kushirikisha kweli. Hebu mwambieni atume namba tuweke mchango amalize hii haraka. Lakini Mlima Sayuna anasema hata Mwalimu Nyerere alijengewa nyumba na JKT. Lakini Ali Masangu anasema Heche hajaiba pesa, ila mimi raia nitaiba pesa popote, hata kwa mke wangu na mama yangu, tone kila wiki naweka hii desturi yangu. Lakini Matayo anasema mmechangisha wananchi kwenye mikutano yenu, mmeona haitoshi, mmeamka na vurugu kwamba achunguzwe. Lakini Mlangila anasema weka kibubu nyumba imalizike. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo watu wanatoa katika chapisho la mwanaharakati maarufu ambaye ni Maria Sarungi. Jina langu ndio kwa TV, tunakutujua katika masuala ya kisiasa. Bye bye.